Zamani walikuwa wanamuita Bisho, lakini uwezo wake wa kuandika na vitu kama hivyo umemfanya kukaa hapa kwenye game kwa muda wote. Jemo, silaha yako kwanza kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava ni nini ambayo inakufanya usishuke misimu yote, na hata ukipewa kolabo mara nyingi unawaficha, sio wanakuficha? Nadhani ni kutambua kwamba muziki kwangu ulikuwa zaidi ya fani. Unajua tumetoka kwenye zama ambazo watu walikuwa wanafanya kama fani, alafu sisi tukabadilisha hizo zama ikawa sasa sio fani, ni biashara. Kwa hiyo nadhani msanii kazi yake kubwa, hata mimi iwe somo kwao, yeye akiweza kujitambua yeye na anahitaji kufanya presentation ya aina gani, kwa sababu kila mwanamuziki ana target ya watu wake ambao wanavutiwa naye kwa aina ya message zake, sijui umeelewa. Kwa hiyo msanii, kitu cha kwanza silaha ni kuweza kujua, kwa sababu kwenye biashara lazima ujue kwamba bidhaa yako uitengenezeje na nani ambaye unaenda kumuuzia. Kwa hiyo hiyo imenisaidia Jmo kiasi kwamba hata kama nitakaa miaka miwili nitahitaji kuusoma huo mchezo kwenye miaka miwili ambao nilikuwa kimya, na nikirudi sitokurupuka. Unajua wasanii wa zama zangu sometime akiona washabiki wanaambia umekuwa kimya sana, anajikuta anataka atoe ngoma hata kama hakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nakuwa siko under pressure na mazingira kama hayo. Natoa wimbo kutokana na nafasi ambayo naona hii ni time nzuri. Kama hivyo kuja hii project ya Danger ya Madii ambayo imekuja kufungua mpaka hizi show. Sasa hivi tuko Mwanza, kama hivi tour inaendelea. Niliona hiyo opportunity. Kwa wengine waliona ngoja achukue mchele tu kwa Madii, lakini kwangu sikuona kwenye hiyo. Mimi niliona kwamba kama natafuta nafasi ili niweze kurudi kwenye game, kwa sababu nimekaa miaka miwili kimya, huu ndo mlango umefunguliwa. Kwa hiyo baada ya hapo ndo maana umeona nimefanya back to back 2 na tunaendelea, tutatoa album, merchandise imeanza. Kwa hiyo hivyo imefungua milango mingi tu namna hiyo. Unaweza kuzungumzia vipi waandaaji? Kwa maana tuliona hapa katikati wasanii wa zamani mlikuwa mkipoteana, amuonani, lakini sasa hivi mwakutanisha pamoja, mnapata riziki pamoja, kumle stage kubwa ambazo binafsi mimi kwa show ambazo nimeziangalia Tanzania inawezekana ikawa ni show yangu namba 1 ambayo ina classic au ile kiwango cha wanamuziki wa Bongo Flava ambao mmechonga barabara ambao hamjawahi kupewa. Na hata kama mlikuwa mnafanya kwenye show nyingine, lakini kwa wasanii 3, 4, 5, lakini inawakutanisha nyinyi na mnafanya kwenye kiwango kikubwa. Wewe unazungumziaje hilo? Hii ni kitu kikubwa sana. Imeweza kututhaminisha tena, kwa sababu unajua kinapokuja kizuri kipya ni rahisi watu kuona kile cha zamani sio kizuri tena, lakini namna hii imeweza kuonyesha jinsi gani kile cha zamani kina ubora, tena ubora wa hali ya juu. Na advantage kubwa ambayo si tunayo, tumefanya muziki karibia miaka 26, let's say mimi miaka 26. Kwa hiyo nazungumzia kwamba sometime nakutana na kiongozi ananiambia labda wakati yeye yuko form 6 mimi ndo nilifanya huo muziki, umeelewa. Kwa hiyo imetusaidia leo wale washabiki wetu ndo ambao wako kwenye nyadhifa tofauti na ndo wadau wakubwa. Kwa hiyo hiyo ni advantage kwetu kubwa. Tukirudi sasa kwenye nini ambacho nataka nikiseme kuhusu waandaaji, nataka niwape hongera kwenye hili, kwa sababu kama wengine wengi hawakuliamini hili, wao wameliamini. Hamna shujaa bora kama yule ambaye anabadilisha mtazamo wa wengi, umeelewa. Hili limeweza kubadilisha mtazamo wa wengi, na sisemi kwamba imekuwa bahati mbaya kwa wengine, lakini imekuwa sasa kama kuna giza upande mwingine, upande wetu umeng'aa sana. Tunatamani hata taa 2 zimulike upande mwingine pia. Wakati unapokea simu unaambiwa hii show tunakwenda Mwanza, lakini hii show kila aliyekuwa kwenye show hii tunapanda flight moja, wewe ulipokeaje? Na ukiwa ndani ya ndege ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakufurahisha? Na wakati unashuka unaikanyaga ardhi ya Mwanza kuelekea tarehe 8 mwezi wa 8 2026 kwenye big show ambayo inasubiriwa kwa hamu, mawazo yako yalikuwaje kama Jmo? Jibu langu hili litakuwa la kujisifia sana. Uwezi amini nilimisi sana kupanda kwenye uwanja wa ndege wa domestic, kwa sababu huu uwanja wa sasa huu ndo unanipeleka sana nje. Kwa kingine ambacho nimefurahia hiyo thamani ambayo watu wamepewa, kwa sababu ingewezekana wakaambiwa bwana budget haiko vizuri, na tungeridhia, kwa sababu
kuanzia zamani tulifanya muziki kwa mapenzi. Haya mambo ya pesa yamekuja tu kwa bahati nzuri baadaye. Kwa hiyo tungeridhia na tungeweza kuja hata kwa basi, kwa tour basi chochote, lakini wameonyesha jinsi gani kwamba hawa wana thamani kubwa. Ngoja tuwape thamani yao kama inavyotakiwa. Hiyo moja. Tukizungumzia hiyo mood ambayo nilikuwa nayo nikiwa kwenye ndege, kuweza kumuona mtu kama DJ Snox, nimekaa naye siti moja, tuna discuss vitu vingi. Hiyo nafasi niliwahi kuitoa wapi? Zaidi ya miaka ya nyuma, labda niende Soundcrafter kule Temeke, ndo naweza kuwakuta hapo, kwa sababu marehemu Maktubi Simba alikuwa producer pale na tulikuwa naye wateule. Labda uende kwa Boni ndo unaweza ukawapata hao, otherwise ilikuwa hakuna namna inaweza kutuconnect wote. Lakini leo unaona Hafsa Kazinja anatoka Bukoba, tunakutana naye Mwanza, umenelewa bwana, kina sijui hadi Madi mara Austria mara Mwanza mara Dar, lakini tuko naye hapa pamoja. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba huu upendo wetu ulianza zamani, na ndio maana umekuwa rahisi sana kwa kina Madi na kina Fidi na kina Tale kuweza kutu reconnect tena, kwa sababu hakukuwa na nyufa huko tulipotoka. Kwa hiyo imekuwa rahisi kusema huu kuta nataka tuupige plasta. Tumekiona ulichokifanya Mlimani City, wategemee nini hapa Mwanza sasa? Hapa sasa, unajua ile tension ya tunatakiwa tufanye nini kwenye show ya kwanza, hamu ya washabiki iliweza kuwa under pressure, wasanii wengi sana, lakini kwa kuwa sasa jukwaa wameshalizoea, na Mwanza unajua wako na moods tofauti na Dar es Salaam. Kwa hiyo nadhani sio kwangu tu, nikiwaongelea na wengine pia, hamna mtu ambaye atafanya kama alivyofanya Mlimani City. Watu watafanya zaidi ya Mlimani City, kwa sababu sawa sawa na mechi ya kwanza utacheza kama mechi ya kwanza, lakini ukiambiwa hii mechi ya leo ni ya mtoano, unajua utacheza kama mtoano. Asante.